Ukraine inadaiwa inazidi kudhoofika katika jeshi lake kila kukicha. Ni wakati ambapo Marekani imeamua kujiondoa kabisa kushirikiana na Ukraine katika vita vinavyoendelea, vita vilivyoanza tangu Februari mwaka 2023. Wakati vita hivyo vikitimia miaka mitatu, Rais wa Marekani Donald Trump aliapa kwamba atajiondoa na kutojihusisha kabisa na vita hivyo. Lakini mpango wake ni kuhakikisha amani tu, lakini si kwa ajili ya kufadhili vita hivyo. Kusimamishwa hivi majuzi kwa ushirikiano wa kijasusi wa Marekani na Ukraine kumezidi kulidhoofisha sana jeshi la Kiev, na ulinzi unazidi kusambaratika na kusababisha hasara kubwa. Hasara ya eneo, hasa katika sehemu inayokaliwa ya Kursk ya Urusi, na kuporomoka kwa ari. Gazeti la The Times linaripoti. Hata hivyo, linatoa mifano ya maafisa wa Magharibi na Ukraine wanaofahamu juu ya hilo. Afisa mmoja ambaye jina lake halikutajwa anadai kuwa ukosefu wa intelijensia ya Marekani unasababisha moja kwa moja mamia ya wa Ukraine kufariki kutokana na vita hivi, akiongeza kuwa tatizo kubwa ni maadili, kwani Kiev haiwezi kutumia kwa ufanisi baadhi ya silaha zake zenye nguvu zaidi zilizotolewa na Magharibi. Kulingana na The Times, kusitishwa kwa ghafla kwa ugavi wa kijasusi kumeathiri eneo la Ukraine katika eneo la mpaka la Urusi la Kursk, ambalo kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky analichukulia kama msingi wa mazungumzo katika mazungumzo ya amani na Urusi. Jarida hilo limesema likinukuu vyanzo kwamba Urusi imefanya maendeleo ya haraka katika eneo hilo, ikilenga kukata laini za usambazaji wa Ukraine katika eneo hilo. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Kiukraine zinavyonukuu tovuti za ufuatiliaji katika majimbo tofauti, vikosi vya Urusi vimekaribia kukata kituo cha Kiev katika mkoa wa Kursk kutoka mpakani. Lakini pia inadaiwa kwamba wanajeshi wa Ukraine wengi wanazidi kutoroka katika maeneo ya mapigano kutokana na hali jinsi ilivyo. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa vijiji vingi katika mkoa wa Kursk. Gazeti la New York Post limeripoti likinukuu vyanzo kwamba vikosi vya Ukraine katika eneo hilo vinaweza kumaliza uvamizi wao ndani ya wiki mbili tu kutokana na uhaba wa usambazaji na hali mbaya ya uwanja wa vita. Siku ya Jumamosi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha mafanikio katika eneo hilo, ikisema kuwa wanajeshi wa Urusi wamekomboa vijiji vitatu. Ukraine ilivamia mkoa wa Kursk Agosti mwaka uliopita, na ingawa awali ilipata mafanikio fulani, maendeleo hayo yalisitishwa hivi karibuni. Vyanzo katika serikali ya Zelensky vimeiambia Times kwamba kupoteza kwa intelijensia ya Marekani kumekuwa na madhara makubwa zaidi katika eneo la Kursk. Jarida hilo lilibainisha kuwa Ukraine imepoteza uwezo wake wa kufuatilia ndege za kivita za Urusi na ndege za kivita za kawaida za Urusi, na hivyo kuifanya nchi hiyo kukabiliwa na mashambulizi ya kushtukiza. Ni hatari sana na kwa watu wetu, chanzo kilisema, lakini anasema hili linapaswa kubadilishwa mara moja. Hata hivyo, bado mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na yale ya Magharibi yana mpango wa kuendelea kuisaidia Ukraine. Ufaransa wakati huu inaona ni vyema ikatumia mali za Urusi ambazo zimegandishwa ili tu ziweze kutumika kwa ajili ya kuisaidia Ukraine kupambana na taifa hilo la Urusi. Kusitishwa kwa ugavi wa kijasusi kumedhoofisha uwezo wa Ukraine kuzindua mashambulio ya masafa marefu na ya kati dhidi ya nyadhifa za kijeshi za Urusi, kwani operesheni hizi zinategemea zaidi taarifa sahihi za kulenga kutoka kwa data upelelezi ya Marekani. Marekani imesimamisha usaidizi wa kijeshi na ujasusi kwa Ukraine kufuatia majibizano makali kati ya Zelensky na rais wa Marekani Bwana Donald Trump mnamo Februari 28 katika ikulu ya White House. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.